Hapa na hapa taifa linazungumza, pale serikali inapokaa na mwananchi pamoja. Hapa na hapa taifa linazungumza na kujadili malalamiko ya jamii. Karibu sana msikilizaji katika makala ya Haba na Haba ya idhaa ya Kiswahili ya BBC. Makala inayoangazia dhana utawala bora nchini Tanzania kwa mifano halisi ya maisha, changamoto na mafanikio. Msikilizaji, tunaendelea kuangalia kuhusu biashara ya upangishaji wa nyumba, ikiwa ni mwendelezo wa makala ya wiki iliyopita ambayo ilihoji nini cha ziada kinaweza kufanywa kudhibiti biashara ya upangishaji wa nyumba na serikali kujipatia mapato. Na labda tumkumbushe msikilizaji Yusuf kwamba katika makala ya wiki iliyopita kwenye biashara ya upangishaji, jambo kubwa lililoibuka ni kutokuwepo kwa utaratibu mzuri wa kudhibiti biashara hii ya kupangishana nyumba. Katika jicho la kiuchumi, nimegundua kwamba biashara hii inaendeshwa kiolela na hakuna mkono wa serikali katika kuangalia biashara hii inavyokwenda. Biashara ya upangishaji haijatambulika kama biashara, imekuwa kama hisani. Ndio maana saa nyingine sio ajabu kukaa na baba mwenye nyumba kwenye nyumba anayoishi pia. Ili swala nadhani ni utaratibu tu ambao sisi wenye nyumba huwa tuna utaratibu wa kutoa risiti. Sisi huwa tunamiliki tu mikataba yetu ya nyumba, then mpangaji akija tunamwandikia mkataba. Ule mkataba ndio unakuwa kama ndo listi yake, kwa sababu hata ikifika muda wa kwamba kodi yake imeisha, tunalifaa kwenye ule mkataba kwamba ulilipa tarehe fulani imeisha, basi unaongeza. Hiyo ilikuwa ni sehemu ndogo tu ya mjadala wa kipindi kilichopita ambapo ulionyesha wazi namna ambavyo serikali inapaswa kuwajibika katika hili la upangishaji wa nyumba, ambapo tulikuwa na Peter Sobe, yeye anamiliki nyumba ambayo anaipangisha. Tulikuwa na Shukuru Athmani, wamsikiliza hapo, yeye ni mpangaji. Dalali Atusajege Mwakiposa na Valentino Vedasto, yeye ni mchumi. Yusuf, na kwa upande wa serikali yuko hapa naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Dr. Angelina Mabula, aliyezungumza na mwandishi wetu Zania Miraji kutoka Dodoma. Swala sio kwamba hatujaweza kuwa na utaratibu maalum, ni kwamba katika wizara namna ambavyo ilikuwa imeanzishwa, sehemu kubwa tulikuwa tumeelekeza macho kwa National Housing ambayo ndio ilikuwa inajenga nyumba na kupangisha. Lakini kwa sasa tayari tunayo sera inaandaliwa. Nadhani ndani ya mwaka huu wa fedha itakuwa tayari, kwa sababu imefikia hatua nzuri, na sera ile itakuwa imeainisha mapungufu yote ambayo yamekuwa yakijitokeza katika swala zima la umiliki wa nyumba na upangishaji ambao umekuwa ni tatizo katika nchi hii kwa ujumla. Ni naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi Mheshimiwa Angelina Mabula akikamilisha mazungumzo yake na mwandishi wetu Zania Miraji kutoka kule Dodoma. Tutamsikia tena baadaye Mheshimiwa waziri. Hapa na hapa taifa linazungumza na kujadili malalamiko ya jamii. Hapa na hapa taifa linazungumza. Msikilizaji, baada ya kubainika kwa utaratibu unaosumbua wa upangishaji wa nyumba kwa watu binafsi, wananchi wengi wamekuwa na matumaini makubwa na nyumba za shirika la nyumba la taifa NHC, na wanakimbilia huko kwa lengo la kupata unafuu. Sasa leo tunahoji mazingira ya upatikanaji wa nyumba za kupanga au kununua katika shirika la nyumba la taifa NHC ni rafiki kwa Mtanzania wa kawaida. Ukienda pale wanakuambia andika barua. Ukiandika barua wanapokea, lakini ni watu wengi kweli wanayesubiri walioandika maombi. Tunaileta mada hii kwa kuwa shirika hili limepewa mamlaka kisheria kujenga nyumba kwa ajili ya kupangisha au kuuzia wananchi kwa bei nafuu. Na mada hii pia tumeiweka katika ukurasa wetu wa Facebook kwa anwani ya BBC Haba na Haba, na katika akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC_Haba na Haba, na unaweza pia kututumia ujumbe wa maandishi kupitia namba yetu ya simu ya mkononi 0785236938. Jina langu ni Merigoret Richard. Mimi ni Yusufu Mazim, na baadaye tutakuwa na wageni hapa studioni, lakini kwa sasa tuma tu ujumbe wako, atausoma Halima Kasim ambaye pia tutaungana naye hapo baadaye. Hapa na hapa taifa linazungumza. Shirika la nyumba la taifa NHC limejenga nyumba zaidi ya 18,000 nchi nzima, zikiwemo 1,500 za makazi, na nyumba hizi ni kwa ajili ya Watanzania wa kada mbalimbali. Na hoja hapa, mazingira ya upatikanaji wa nyumba hizo ni rafiki kwa Mtanzania wa kawaida? Mwandishi wetu Idi Juma kutoka Mwanza amejaribu kudodosa huku na kule kwa wananchi waliotafuta nyumba katika shirika hilo. Msikilizaji, nimesimama kando ya nyumba ya shirika la nyumba la taifa hapa Capri Point, mtaa wa Hesa wa jijini Mwanza. Nyumba hii ikiwa imejengwa ghorofa 2
huku wananchi wengi wakitamani kuishi kwenye nyumba kama hizi, lakini changamoto inakuja namna ya kuzipata. Ukienda pale wanakuambia andika barua. Ukiandika barua wanapokea, lakini ni watu wengi kweli wanayesubiri walioandika maombi. Kikuta kwanza wanakuonyesha faili, orodha ya watu walioomba ni wengi sana. Ukiangalia kweli barua ni za muda mrefu. Nyumba kwa kweli ni ngumu kupata na walioko hawatoki. Wewe ulitumia muda gani kutafuta nyumba? Mimi nilivyokwenda na nilivyoona lile faili, waniambia wote wanaona ni maombi. Nilivyoangalia kuna watu wengine wana miaka mingi. Sikutaka tena, niliahirisha. Pamoja na watu wengine kutafuta nyumba hizi na kukosa, lakini wapo wanafanikiwa kuzipata kama alivyofanikiwa Mwalimu Simon Masawe. Niliandika barua muda mrefu kidogo, nikawa nimeomba ile nyumba. Kwa hiyo baada ya kama miezi 7-8 hivi walikuja kunijibu kwamba nyumba haijapatikana, ila atakapopatikana watanitaarifu. Kwa hiyo nilikaa kwa muda mrefu kidogo bila kutaarifiwa, lakini ghafla ikaja barua kwamba nahitajika nifike ofisini kwao. Kwa hiyo nikawa nimefika ofisini kwao pale. Kuna nyumba akaniambia ipo, niende nikaangalie, kama nitaridhika nayo basi tuangalie utaratibu gani unafanyika. Kwa hiyo nilienda kuiona, nikaridhika nayo. Na ulikuwa unataka nyumba ya shilingi ngapi pengine? Kwa ambayo mimi ninayo ni chumba kimoja na sebule na store, ina jiko. Kwa gharama ya kawaida mimi nalipa 45 kwa mwezi. Nakutana na challenge nyingi sana mtaani. Kwa wenye nyumba kunakuwa na shida nyingi sana, kiasi kwamba ile uhuru unakuwa ni mdogo. Kwenye nyumba za shirika hakuna mtu ambaye anakufuatilia labda mazingira yako hivi na vitu kama hivyo. Ni taarifa mwandishi wetu Idi Juma kutoka Mwanza. Yusuf, taarifa Idi inabainisha kuwepo kwa ugumu fulani hivi katika upatikanaji wa nyumba za shirika la nyumba la taifa NHC, ikiwa ni pamoja na kupanga au kununua. Ni haswa, na taarifa ya Idi Juma inaonyesha hivyo wazi, na pengine hilo pia limekuwa likiwakatisha tamaa baadhi ya wananchi, na mjadala huu ulioendeshwa na mwandishi wetu Christian Sumari kutoka Arusha unathibitisha hilo. Hapa ni katikati ya jiji la Arusha. Nakutana na baadhi ya wakazi wa jiji hili katika eneo la Clock Tower hapa jijini Arusha. Pamoja na mambo mengine, lengo ni kutaka kufahamu kutoka kwao ikiwa wanauona unafuu wowote katika nyumba za shirika la taifa la nyumba NHC. Mimi naitwa Denmax Deus. Mimi naishi katika nyumba za National Housing Corporation. Nyumba hizi ni bei nafuu sana, lakini pia sio bei nafuu tu, zina vitu vinavyohitajika vya muhimu, kwa mfano maji na umeme. Kwani gharama zikoje bwana Deus? Kwa mtu ambaye ndio anapanga mwenyewe kabisa, gharama ni nafuu sana. Bahati mbaya wengine, kwa sababu ya gharama nafuu, kuna watu wamekaa kwenye hizo nyumba mpaka wamejenga zingine za kwao, kwa hiyo wanazipangisha. Kwa sababu ukikutana na huyo ndio unakutana na kizaizai kile cha kupata hela kubwa. Binuru, unafikiri hizi nyumba za shirika la taifa zingekuwa zinauzwa, wewe kiasi gani ungeweza kumudu? Mimi ningeweza kumudu kununua kwa kiwango cha milioni 10. Naweza kufikia, lakini upatikanaji wake ni mgumu. Watu wenye ngozi nyeupe ndio rahisi sana kuweza kupata hizo nyumba, tofauti na mimi ambaye nimetafuta na nimeshakata tamaa. Nije kwako bwana Abdi, wewe unaamini kwamba bado unaweza ukapata hizi nyumba za shirika la taifa? Kipata unatamani upangisho kwa shilingi ngapi? Kodi ya nyumba nilikuwa natamani isizidi shilingi 20,000. Siwezi kubaliana na Abdi. Unajua unalipaje 20,000 katika eneo ambalo moja kuna usalama, mbili kuna umeme, tatu kuna maji, barabara inayofikika. Hayo yote unalipia shilingi ngapi? Shilingi 10,000? Haiwezekani. Lakini bwana Deus hapa, bwana Abdi anazungumza kutokana na hali yake ya maisha. Issue sio kulingana kimaisha, issue ni huduma pia zinazopatikana. Naona mjadala unakuwa mkali kweli kweli, msikilizaji, na tunaendelea kuzungumzia kuhusiana na upangaji katika nyumba za shirika la taifa za NHC. Kwa nini mnaonekana mmekata tamaa sana na kuweza kupata hizi nyumba? Labda ni elimishaji mdogo. Asante sana Christian kutoka Arusha. Kumbuka msikilizaji, leo tunahoji mazingira ya upatikanaji wa nyumba za kupanga au kununua katika shirika la nyumba la taifa NHC ni rafiki kwa Mtanzania wa kawaida. Msikilizaji, pamoja na mambo mengine, mjadala uliopita na taarifa ya Idi Juma inatupeleka katika ofisi za mkurugenzi wa shirika la nyumba la taifa NHC, Bwana Nehemia Mchechu, kama alivyozungumza hapa na mwenzetu Halima Kasim. Mjadala ulikuwa mzuri sana ambao nimesikia wa Arusha, lakini niseme kwamba nianze na mtu kama Binuru. Mimi nimempenda kwa sababu kwanza wala wanataka miliki nyumba. Changamoto tulionayo ni kwamba uhalisia harisi wa gharama za ujenzi, uwezo wa kununua viwanja, miundombinu kupeleka pale, na uwezo wa wananchi wakati mwingine vinapishana.
Kwa tunachoendelea kukifanya, watu kama kina Binuru, mimi niseme na kwa moyo alionao ataweza kupata huduma ya National Housing, kwa sababu na sisi tunaendelea kufanya juhudi za kuona jinsi gani tunaweza tukashusha gharama za ujenzi kwa kufanya ubunifu na research kila siku. Tulifuta mikataba zaidi ya 600 miaka mitatu iliyopita na haijajitokeza tena. Tunasema kama kuna mtu leo anaishi kwenye nyumba ya National Housing lakini halipi kodi National Housing, aje atuambie. Anachotakiwa tu ni kuja kusema, jamani, mimi ndiye ninayekaa kwenye hii nyumba, mimi niko mle ndani na kodi ninayolipa ni kiasi hiki na namlipa mtu fulani. As long wewe umo ndani mle, tutakutambua moja kwa moja. Unatoa hili lini litakwisha hili, mkurugenzi? Nafikiri ni changamoto ambayo mahitaji hayataisha. Hiyo changamoto ya uhitaji wa nyumba haitaisha. Changamoto ya watu wanaoenda wanafanya kinyume na taratibu, hiyo imeisha, na kile linapojitokeza ni kama nywele unakata, ni kama kipere unakipasua moja kwa moja. Kwa hiyo na sisi tunaendelea, tuna majibu yetu na sisi tunatumbua ndani. Wanasema kuna ugumu sana katika kupata nyumba katika shirika la nyumba la taifa. Hii ni kwa nini? Hakuna mtu anataka kuondoka kwenye hizo nyumba zetu. Na ndio maana katikati hapo kulikuwa na wimbi la watu wanaosema, bwana, tumeishi miaka 40 kwenye hizo nyumba, tuuziwe. Kwa tunafahamu hilo tatizo, lakini tuna matatizo mengi. Tumeamua tuchague kwamba yepi tunafikiri ni muhimu, tukaweka nguvu yetu kubwa katika kutatua. Yote ni matatizo. Umiliki wa nyumba ni tatizo, nyumba za upangaji ni tatizo. Mary, mimi nimemuelewa hapa mkurugenzi Mchechu kwenye hili la ugumu wa kupata nyumba, lakini utaratibu wa kununua au kupanga sijausikia kabisa. Haya hapa tena mazungumzo yake na Halima Kasim. Utaratibu wa kununua ni rahisi sana, na ukifika katika ofisi zetu mkoa wowote utapata fomu zetu, utaweza kujaza na ukalipia 10% ndio ambayo inakutambua wewe kwamba ni mnunuzi. Kwenye upande wa upangaji, nayo unakwenda katika ofisi zetu, unajaza fomu ili nyumba itakapopatikana uweze kupewa, na mpaka nyumba inapotokea mtu amehama ndo basi tunakupa nafasi. Kwa kidogo hiyo wakati mwingine imekuwa ni vigumu kwetu, na nafikiri vigumu kwa watu wenye uhitaji. Utaratibu huo unamlenga Mtanzania pamoja na gharama zake? Niseme unamlenga Mtanzania na nirudi kwenye hiyo. Wakati mwingine watu wanasema, bwana, hizi tukumbuke kwamba Watanzania wote sisi ni Watanzania, na una Watanzania ambao wameshafanikiwa, kipato chao wako kundi la kati, wako kundi la juu. Sasa tuna product kwa kila kundi tumelilenga. Nyumba ambayo tunauza, ukiona tumeuza bei ya juu, hatukumlenga mtu wa kundi la bei ya chini, tulimlenga yule wa kundi la bei ya juu. Inapokuja kundi la chini huko pia tulimlenga mtu wa kundi lile. Ni mkurugenzi wa shirika la nyumba la taifa NHC Bwana Nehemia Mchechu akikamilisha mazungumzo yake na Halima Kasim. Na studioni tuko na Lusekelo George, mchumi kutoka Hazina, lakini tuko na Bwana Uswege Mwasanguti, ni mthamini majengo kutoka Manispaa Ilala jijini Dar es Salaam, na pia tuko na mkazi mwananchi wa kawaida kabisa kutoka hapa jiji la Dar es Salaam, Bi Rehema Yahaya, anatokea eneo la Kimara. Karibuni sana. Tumemsikiliza hapa mkurugenzi wa shirika la nyumba la taifa. Mengi amezungumza. Nije kwako Bi Rehema Yahaya. Kwa mazungumzo yake mtaja utaratibu pia. Utaratibu huu ambao umeuzungumza mkurugenzi, unadhani ni rafiki kwako? Hapana, huu utaratibu sio rafiki kwangu. Kwa sababu hizi nyumba mfano za tabaka ya hali ya watu wa chini, mtu akishapanga kwenye ile nyumba anakaa muda mrefu. Utakuta mtu amepangisha na miaka 25 mpaka miaka 80 yuko kwenye zile nyumba. Ninapoenda kuomba mimi zile nyumba kwa utaratibu huu, naomba subiri apatikane mtu atoke ndio uingie wewe. Na isitoshe walipa kodi wengi wa kipato cha chini huwa tunalipa kodi aidha baada ya miezi miwili kabla ya kodi yetu kuisha ndio tuhamie kwenye makazi mengine, au mwezi mmoja. Ninapokwenda ofisini kuomba pale naambiwa nisubiri. Kwa hiyo mpaka muda pango wangu inapofika kulipa na kuwa bado niko kwenye subiri ile ile. Inaniwia ngumu. Ulisema umeomba toka mwaka 2007 kwa muda mrefu sana mpaka sasa hivi hujapata nyumba. Sijaitwa. Huu muda wa muda mrefu hivi unamaanisha nini kiuchumi? Kwa mfano huyu anahangaika kupata nyumba, ama nadhani kwamba ni nafuu National Housing. Kitu tunachotoka kufanya ni kuondoa hii challenge iliyopo, kwa sababu mkurugenzi amesema kwamba gharama za ujenzi na gharama za viwanja mwisho wa siku ukiziunganisha ziendani na ile hela ambayo mtu akipato cha chini anaweza kalipa. Kwa sababu kama bei, swala la bei tunasema kuna kitu tunakiita price discrimination kwenye uchumi, sawa? Kuna njia mbili za kupata faida. Aidha utoze bei kubwa kwa watu wachache utapata faida, au unaweza ukapunguza bei ukapata watu wengi. Kwa hiyo ile gharama inajifidia mule kutokana kwamba umepata watu wengi ambao wanalipa
hiyo kodi. Asante sana wageni wetu hapa studio. Nchini Kenya wao wana utaratibu wao unaonekana kuwasaidia katika kuratibu shughuli za nyumba za mtaani na za shirika lao la nyumba la taifa, ambapo serikali inapata mapato na manunguniko ya wananchi kuhusu kupanga au kununua nyumba yamepungua kupitia utaratibu ambao wameuweka. Tumsikilize Joseph Warungu ambaye amezungumza na wakili wa kujitegemea kutoka Kenya ambaye ana uzoefu mkubwa sana wa masuala ya upangaji na upangishaji nyumba nchini humo. Majina yangu ni Thomas Mausa, ni wakili wa kujitegemea Nairobi. Niko na ofisi Nairobi, Kisii na Dar es Salaam. Pia wapangaji wako aina mbili. Kuna wapangaji wa nyumba ya kuishi, tunaita residential, na kuna wapangaji wa nyumba ya biashara, tunaita commercial premises. Kwa hivyo kuna sheria ya kulinda uhusiano ya mpangaji na mwenye nyumba, na ndio hii inaitwa Rent Restriction Tribunal. Si court lakini tribunal, lakini inatumia rules ama sheria za kotini. Sasa kazi ya halmashauri hii ya matribunal ni ipi hasa? Kazi yake ni kulinda mpangaji, na walisema ya kwamba mpangaji ambaye analipa rent kuanzia 0 mpaka 2500, hata ikiwa amechelewa ama ameshindwa kulipa rent, huwezi kumfukuza, kwa sababu kuna wengine walikuwa na tabia ya kufunga milango, ama wengine wanaondoa milango, wanaondoa mabati. Lakini sheria inasema hata inkawa huyu mfanyakazi ameshindwa kulipa rent, una uwezo ya kumfukuza, lazima uende kwa tribunal ufile case, ndio tribunal ikupatie idhini ya kumtoa. Hiyo ni kwa ajili ya kupunguza usumbufu, kwa sababu kuna wengine anaweza enda, anangoja mtu anaenda jioni, ama mtu akitoka kazini anaenda kwake nyumbani anakuta vitu viko nje. Zamani ilikuwa pangishaji alikuwa halipi kodi yoyote, ilikuwa ni biashara. Mambo ya koje siku hizi? Siku hizi kwa ajili ya serikali inataka kutafuta mapato, wameweka ile tax kwamba kama wewe ni landlord kuna tax unatakiwa ulipe serikali. Siku hizi wako na ile aerial surveillance, wanajua nyumba yako, hata usipowaonyesha wanajua nyumba iko wapi. Wanajuaje kwamba umepangisha? Unatakiwa kujiripoti. Unajiripoti na unaweka correct information. Wakikuta information si correct, kuna ile penalty tunapigwa. Wewe ni mwanasheria, katika swala hili la pengine wapangaji au upangishaji, ni malalamiko ni gani ambayo yanajitokeza? Kuna wapangaji wengi wanateseka chini ya landlords. Saa nyingine wengine anasema mtu hawezi kuingia kwa boma yake saa 3, kama saa 3 usiku hakuna mtu, unakuta amefunga. Akisha afunga anasema afungui. Sasa kuna wengi wanateseka, lakini wako kimya kwa sababu ya matatizo. Na tatizo lingine kubwa ni kwamba nyumba ni chache, nyumba zile affordable kwa ile kiwango ya wafanyakazi ni chache. Kwa hiyo mtu anaona badala ya kuanza kusuzana na mwenye nyumba, wacha nikae kimya, ama ikishindikana niondoke niende sehemu nyingine. Bwana Mausa, nikushukuru sana kwa kuzungumza na kipindi cha BBC Haba na Haba. Sawa. Mmemsikiliza wakili kutoka Kenya, pamoja na changamoto walizonazo pia wao kwa upande wao, kama ambavyo tunazo huku nyumba za NHC tulivyosikia kwamba wanasema nyumba ni chache ukilinganisha na mahitaji ya watu, na wao pia wanakabiliana na hilo tatizo. Kitu gani ambacho tunaweza kujifunza kutoka kwao? Nikianza na Bwana Uswege. Tunachojifunza hapa ni kwamba changamoto hizi za uchache wa nyumba zinafanana. Kwa hiyo sasa ni swala la serikali kujenga nyumba nyingi kwa haraka ili kuweza kukabili tatizo. Kiuchumi, wewe unadhani kitu gani ambacho tunaweza kujifunza kutoka nchini Kenya? Kwa Kenya wao wana sheria ambayo inamlinda mpangaji. Hicho ni kitu kizuri. Kwa hiyo tunaweza tukajifunza kwenye uzoefu wao kabla ya kuanza. Kwa hiyo tunaanza, lakini tunacha kujifunza kutoka kwao. Kwa hiyo inatusaidia hata tunapoanza tunaanza katika namna ambayo ni nzuri. Mama Birehema, wewe umetafuta nyumba kwa muda mrefu, umesema kama hivyo toka 2007 na mpaka sasa hivi hujawahi kupatiwa majibu kuhusiana na nyumba yako. Umemsikiliza mwanasheria kutoka Kenya, amezungumzia utaratibu wa Kenya. Unadhani huo ungetumika hapa Tanzania ingekusaidia kupata nyumba kwa haraka? Nyumba ya bei rahisi ya kukusaidia kuishi. Utaratibu wa kupata nyumba ya bei rahisi ya kusaidia kuishi, nadhani itakuwa sio ufumbuzi, kwa sababu tayari shirika la nyumba limeshakiri kuwa lina upungufu wa hizo nyumba na tunawahitaji ni wengi. Mimi nadhani kuna mbadala wa utaratibu ungewekwa, labda ungesaidia. Utaratibu gani? Utaratibu ni kwamba mpangaji anaenda kuomba apewe ile nyumba kwa muda, apangishwe aidha kwa miaka 3, na badala ya miaka 3 aachie ile nyumba ili mwingine aliyeomba, kama mimi niliomba tangu mwaka 2007 nipate.
nikishaishi miaka 3 niondoke. Najaribu kumwelewa hapa Bi Rehema kwamba hizo chache zilizopo angalau tukae kwa muda kidogo. Ziweze kuwasaidia wote. Labda tumsikilize naibu waziri hapa, amezungumza na Zania Miraji kutoka kule Dodoma, naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Mheshimiwa Angelina Mabula. Anaeleza namna ambavyo serikali wao wanafikiri inaweza ikafaa katika utaratibu mzima wa kupanga, kupangisha na hili la shirika la nyumba la taifa. Kama ambavyo tumekuwa tukiongea kama wizara, ni kwamba kweli National Housing wanajenga nyumba na wanajenga nyumba nzuri na nyingi, lakini mpaka sasa bei yake bado sio nzuri sana kama ambavyo tulikusudia iwe, na ndio maana kama wizara tunajaribu kuangalia namna ya kuweza kurahisisha. Kwa hiyo tunachoangalia sasa hivi tunajaribu kuzielekeza halmashauri na National Housing wenyewe wajaribu kucoordinate wanapotaka kuanza, lazima wawasiliane. Kama amepata nyumba maeneo hayo, basi aweze kuwasiliana na TANESCO, aweze kuwasiliana na mamlaka ya maji, ili na wao wapeleke miundombinu ile kule mapema, ili gharama zile zisibebwe na National Housing. Tuna imani wakifanya hivyo, basi nyumba zile zitakuwa na bei angalau nafuu na mwananchi ataweza kumudu. Ni naibu waziri wa ardhi, nyumba na maendeleo ya makazi, Bi Angelina Mabula. Mtazamo wake kwa mujibu wa serikali tumeusikia, na majibu ya shirika la nyumba la taifa NHC tumeyasikia pia. Bado kuna maswali mengi yanayohitaji majibu kutoka pande hizi mbili. Kwa hiyo tunaweza kuendeleza mjadala huu kwa siku zijazo, na wewe msikilizaji unaweza kuendelea kutuma mrejesho kupitia kurasa zetu za mitandao ya kijamii, Facebook kwa anwani ya BBC Haba na Haba, na akaunti yetu ya Twitter kwa anwani ya BBC_Haba na Haba. Bi Rehema Yahaya, tunakushukuru. Ni mkazi kutoka Kimara, tulikuwa naye hapa studio, lakini pia Lusekelo George, yeye ni mchumi, pamoja na Uswege Mwasanguti kutoka Manispaa Ilala kama mthamini wa majengo. Tumpe nafasi Halima Kasim atusomee ujumbe wako msikilizaji. Na usisahau hoja ni mazingira ya upatikanaji wa nyumba za kupanga au kununua katika shirika la nyumba la taifa NHC ni rafiki kwa Mtanzania wa kawaida. Tukianza na Bwana Bakari Hamisi wa Moshi, Tanzania, anasema kimsingi mazingira haya ya shirika la nyumba la taifa kupangisha nyumba sio rafiki kabisa kwa maisha ya Mtanzania, hasa wa kawaida, pasi na Mtanzania mwenye kipato kikubwa. Tukirudi kwa Bwana Shukuru Liston Masawe, mkazi wa Dongo Besh, Manyara, anasema kwake yeye anaomba waongeze jitihada zaidi kuweka mazingira rafiki ya upangishaji nyumba. Mwisho kabisa Bwana Innocent Judika Kileo wa Nzega, Tabora, Tanzania, anasema mazingira si rafiki kabisa, labda uwekwe mpango mkakati wa kufanya mazingira ya nyumba hizo yawe rafiki kwa mpangaji na mnunuzi, ila kwa utaratibu uliopo ni mgumu sana. Asante sana Halima kwa kutusomea ujumbe wa msikilizaji. Nikukumbushe tu leo tulizungumza kuhusu mazingira upatikanaji wa nyumba za kupanga au kununua katika shirika la nyumba la taifa NHC, na kuhoji ni rafiki kwa Mtanzania wa kawaida. Tumetimisha makala hii ya Haba na Haba wiki hii, mpaka tena wiki ijayo. Msimamizi wa makala hii ni Michael Baruti. Halima Kasim alikusomea ujumbe wako msikilizaji, na vile vile akazungumza na mkurugenzi wa shirika la NHC. Halima atabaki na Yusuf katika muda wa wiki chache zijazo baada mimi kwenda likizo. Na uende likizo salama. Takumisi tu. Asante sana. Wadhamini ni idara ya kimataifa maendeleo ya nchini Uingereza. Kwa niaba ya timu nzima, jina langu ni Merigoret Richard, nilikuwa hapa na mwenzangu Yusuf Meko Mazim. Asante sana, kwa heri kwa sasa. Haba na Haba taifa linazungumza. Haba na Haba taifa linazungumza. Sisi tunayaona mengi yanayozunguka jamii, changamoto, mafanikio